Tasnia ya ufugaji wa nyuki kupitia mizinga ya udongo ni teknolojia ambayo inaweza ikamsaidia kijana, kama tunavyojua kwamba vijana wanamaliza vyuo vikuu lakini vyuo vya kati, lakini hawana ajira ambazo ni reliable. Kwa hiyo wakishamaliza wakutana wako tu mtaani wanafanya shughuli ambazo inawezekana haziwaingizie vipato vya kutosha, lakini kupitia ufugaji wa nyuki na kutumia mizinga ya udongo wanaweza wakaanza kufanya shughuli za kujiingizia kipato. Na kama unavyojua vijana wengi Tanzania na vijana wengi ambao ndio kazi kubwa ya taifa, lakini pia wanapokuwa hawana jambo la kufanya au hawana ajira, manake ni hasara kwa taifa, kwa maana ya kwamba wanashindwa kufanya shughuli za uzalishaji mali, hasa pia kwenye kusaidia kuongeza mapato katika nchi kwa kupitia taasisi zinazokusanya mapato kwa TRA, kwa sababu tunapokuwa hana kitu cha kufanya, maana hata serikali haiwezi kuingiza fedha kwa kupitia TRA. Kwa hiyo mtu akifanya ufugaji wa nyuki anaweza kupata fedha, lakini pia anaweza kupata fedha kwa kupitia ufugaji wa nyuki, kwa sababu serikali pia itakusanya kodi. Lakini tuna kongamano la vijana ambalo tunategemea kufanyika mwezi wa 3, ambalo kusanya vijana kutoka ndani ya jiji la Mbeya, na tuna vikundi ambavyo vinakaribia takriban 570 ambao vinafanya shughuli mbalimbali za kijasiriamali, ambao wao pia watahudhuria kwenye hilo kongamano. Lakini pia tuna taasisi zote za elimu kwa maana ya vyuo vikuu na vyuo vya kati watahudhuria kwenye kongamano hilo. Tanzania na vijana wengi ambao ndio kazi kubwa ya taifa, lakini pia wanapokuwa hawana jambo la kufanya au hawana ajira, manake ni hasara kwa taifa, kwa maana ya kwamba wanashindwa kufanya shughuli za uzalishaji mali, hasa pia kwenye kusaidia kuongeza mapato katika nchi. Mikoa hii unajua tuna fursa kubwa sana. Bro hapa ameuliza kwamba mnaleta hapa mjini, kwa nini mmeleta mjini? Lakini tukitembea mimi na nyinyi tukatrek hata kwa miguu, tukienda tu uzunguni hapo, hilo ni poli kubwa sana. Mapoli ni mengi, fursa ni kubwa. Huko Kawetele, njia hii tu ya huko Nsoi, ziwa, wapi, kuna mapoli mengi sana ambayo yapo wazi tukufueni. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana, ila watu tu hawajafanya nini? Nyuki automlisha, autompeleka hospitali, autofanya chochote. Nyuki anataka tu maji, anataka tu na maua, mimea ya kawaida tu anazalisha, na ana mazao mengi sana ukiachana na hiyo asali ambayo ndio. Kwa hiyo nataka niseme tu ni elimu tu haijawa nje nyingi sana. Ndio maana tunaungana na kampuni ya Geoafrica ili na sisi tupush tunapoongelea Mbeya, kwa sababu tuna fursa kubwa sana hiyo kwenye uzalishaji mkubwa wa mazao ya nyuki. Watu wengi wana asali, lakini wameweka asali kwenye machupa ya cognac. Chupa la cognac ndio unanunua 200, lakini ukienda kwenye maduka ya kuuza vifungashio, chupa nzuri yenye lita 1 inauzwa 200. Ananunua chupa ya cognac, hiyo chupa ya cognac pale inakuwa inakanalia sijui ka filter sio ni kanini, anaanza kukatoa kale, anakuwa na kazi nyingine ya kukwangua yale malebo, afa anapaki asali. Asali ikiwekwa kwenye chombo chochote ambacho kimali kutumika na kitu chochote inapoteza ubora. Mtu anaweka ile asali, anauza barabarani, anauza kwa lita, wakati asali kitaratibu na kutuuze kwa kilo 1 au kwa kilo ngapi. Serikali haiamini kwenye lita kwenye. Kwa maana ni elimu tu watu wana. Wakati angefungasha ile asali kwenye mfuko mzuri, angeweka mpaka namba zake za simu pale, angeweka nini, lakini anahangaika na makonya yake kwenye it is tiring. Kwa tunaangalia mbele kwa na mfumo mzuri. Elimu ndio inayotakiwa. Kwa hiyo tuungane sisi watu wote tutoe elimu kwa watu. Mtu anunua asali barabarani, hizo asali wanaongezea nini, wanaongezea, hakuna ubora.